Taarifa kubwa kutokea kule Venezuela ni kwamba imedai kukamata mamluki ambao walikuwa wamepanga shambulio la face flag la CIA. Yaani serikali ya Venezuela imetangaza kuwa imewakamata kundi la mamluki, yani mercenaries, ambao inadai walikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na shirika la ujasusi la Marekani, wakipanga kufanya shambulio la bendera bandia, yaani false flag, ambalo lingetumiwa kama kisingizio cha Marekani kuchukua hatua za kijeshi. Madai haya yametolewa na makamu wa rais wa Venezuela ndugu Delcy Rodriguez, huku yakisisitiza kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi na kidiplomasia katika eneo la Caribbean. Venezuela inadai kwamba mamluki hao walikuwa na jukumu la kutekeleza shambulio karibu na mipaka ya nchi jirani la Trinidad na Tobago au kutoka ardhini kwa lengo la kuzua makabiliano kamili ya kijeshi na Caracas. Lakini madai hayo yamekuja wakati meli ya kivita ya Marekani ikitia nanga nchini Trinidad na Tobago kwa ajili ya mazoezi ya pamoja. Venezuela inalitaja tukio hili kama uchochezi wa uhasama na tishio kubwa zaidi kwa amani ya eneo hilo. Lakini serikali ya Venezuela haijatoa ushahidi au maelezo ya kina kuhusu idadi ya mamluki waliokamatwa na ushahidi gani wa moja kwa moja uliopatikana unaunganisha kundi hilo na CIA. Lakini madai hayo yanafanana na matukio ya awali ambapo Rais Nicolas Maduro ameshutumu Marekani na mataifa ya jirani kwa kupanga njama za kumpindua. Madai haya yanakuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuthibitisha hapo awali kuwa alikuwa amehalalisha operesheni za siri za CIA nchini Venezuela, na idara ya mambo ya nje ya Marekani na CIA bado hazijatoa maoni yao kuhusu madai haya mapya ambayo wanakabiliwa nayo. Taarifa hii inaeleza mazingira ya uhasama kati ya serikali ya Venezuela na serikali ya Marekani katika muktadha wa matamko ya awali ya Rais Trump kuhusu hatua za siri za CIA ndani ya mipaka ya Venezuela.